Mmepata hiyo picha kuna IT, kuna famasia, kuna maji kwa hiyo sasa mnapoomba kwa ajili ya Wadatoga, kwa sababu ninyi huduma yenu ni kwa Wadatoga kule kwa mchungaji ya Tosta, ndio hawa sasa wa kutoka kwa mchungaji ya Tosta. Kwa hiyo ni huduma kubwa. Kwa hiyo Mungu anafanya haya yote ni kwa sababu ya Injili. Isingekuwa Injili imeenda kule tusingewapata hawa, lakini kwa sababu Injili ilienda huko na Mungu anaendelea kufungua njia. Wengine wako Dodoma, wengine wako Mwanza, wengine wako sasa hivi kuna mlipuko mkubwa sana wa elimu. Baba mchungaji amenitambulisha, ninaitwa Emmanuel Shirikale, mkuu wa idara ya Injili na misheni wa kanisa la African Land Church Tanzania. Mimi kituo changu cha kazi ninafanyia Ngorongoro, mkoa wa Arusha. Kwa hiyo niko katika kijiji cha Enduleni na Mungu amenibariki, niko na familia. Mke wangu anaitwa Esther na tuna watoto 4, wavulana 2 na wanawake 2. Mtoto wetu wa kwanza yuko Marekani anasomea mambo ya urubani. Mtoto wetu wa pili anasoma pale Simbayuda, anaingia form 6 miezi michache ijayo. Na wasichana wetu wale warembo, mmoja yuko form 3, mwingine yuko darasa la 7. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo. Nimekuwa na ziara ya kikazi hizi wiki 2. Tunatembelea Diocese ya Pwani. Kwa hiyo tulianzia mkoa wa Tanga kule Msomera, tukaelekea Korogwe, tukaenda Tanga mjini, tukaenda makanisa mbalimbali ya ukanda ule wa Tanga, na baadaye tukaja mkoa wa Pwani, tukaja kule Miono, wilaya ya Chalinze nadhani kama sio Bagamoyo, na baadaye tukaja ofisi ya askofu. Baadaye tukatembelea makanisa yaliyoko pale mjini Chang'ombe, na leo tulikuwa Magomeni. Na siku ya leo muda huu tumekuja kutembelea Mbezi Beach. Kwa nini tumekuja hapa? Kwa sababu mnafanya kazi ya umisheni, na tumekuja kama idara kuwatia moyo na kusema kwamba tunatambua kazi mnayoifanya katika eneo la umisheni. Huwa mnatuma watu kwenda kwenye umisheni, lakini mmefungua makanisa. Si kufungua makanisa tu, huwa mnasapoti watu, mnatoa pesa zenu kusaidia watumishi walioko katika mazingira magumu yenye changamoto au maeneo ya umisheni. Lakini pia huwa mnafanya, nikizungumza habari ya Endamaga, nikizungumza habari ya Yatosta, kanisa linamfahamu ni kama vile yuko mahali hapa. Ni kwa sababu mnafanya, tunapenda kutambua, sisi kama idara ya Injili na misheni tunatambua kazi yenu, tunatambua kabisa huduma yenu. Na lengo la ziara yetu hii ambayo tumekuwa tukiifanya, tumekuwa na malengo 4. Jambo la kwanza ni kulifahamisha kanisa kwa ujumla, kanisa la Africa Inland Church Tanzania, kwamba linaendelea kupanuka. Kwa hiyo mikoa ya Tanga, watu wengi walikuwa hawajui mkoa wa Tanga kama kuna makanisa ya AIC, lakini tumetembelea, kuna makanisa pale Korogwe mjini, kuna kanisa Muheza, kuna kanisa kule Tanga. Ukitoka kule Tanga panaitwaje? Hororo kule, Horohoro, ni wilaya ya kule Maforoni, ni wilaya ya Mkinga. Kuna kanisa la AIC na wamejitahidi, wameshajenga na jengo kabisa. Kwa hiyo, lakini pia jiji la Tanga kuna fellowship pale Tanga mjini. Kuna fellowship wanakutana pale mjini na upande wa Pande Mission. Kwa hiyo tuna kanisa linaendelea kusambaa. Tumekuja huku Bagamoyo ukiwa tu kabla ya kufika Wami.
Kuna kanisa pale Miono, baba mchungaji alikuwa kwenye ziara kule ya kijimbo, lakini tupo. Na ukiendelea sasa ukanda wa huku kusini kuna makanisa. Kwa hiyo tunatambulisha kwamba kanisa la African Inland Church Tanzania linaendelea kusambaa. Lengo la pili ni kuwatia moyo watu kwamba katika maeneo hayo ya umisheni yote tuliyotembelea kuna fursa nyingi sana. Kuna fursa za biashara, kwa sababu tumepita sehemu nyingi hakuna hospitali, hakuna maduka ya dawa, lakini watu wapo, kuna fursa. Kwa hiyo watu wote wanaweza wakaenda kuwekeza katika eneo hilo, na wakati huo wakishirikisha maisha yao ya Kikristo na kumtangaza Yesu Kristo. Lakini kuna fursa za kilimo. Eneo lote la mkoa wa Tanga lina rutuba, mazao yanakubali. Kwa hiyo watu wanaweza wakaenda kufanya kazi ya umisheni, wakati huo wanaishi maisha ya kawaida kama wenyeji wa kule. Watalima, watafanya biashara, watapanda machungwa, watapanda maembe, watalima mihogo, na wanavuna, watapata pesa za kwao, lakini pia watamshirikisha Yesu Kristo katika maeneo hayo. Lengo la tatu ni kuwatia moyo watu wanaoenda kama ninyi sasa hapa Mbezi Beach. Watu waweze kutambua walioko huko kanisa la AIC kwamba Mbezi Beach huwa wanaenda kufanya umisheni. Kwa hiyo tunawatangazia watu wajue kwamba Mbezi Beach ni kanisa linalofanya umisheni. Wanatuma watu, wanatuma madaktari, wanatuma walimu, wanatuma mainjinia, wanatuma wanasheria kwenda kwenye short term missions, umisheni wa muda mfupi au outreach. Kwa hiyo kanisa la Mbezi huwa linaenda linafanya. Kwa hiyo tunatambua hilo. Na jambo la tatu ni kuwahamasisha watu sasa kuomba, kwamba bado yapo maeneo mengine ambayo tumepita hakuna kanisa. Sio tu kanisa la AIC, lakini hamna kanisa kabisa katika eneo hilo. Kwa hiyo tunahamasisha Wakristo mbalimbali wajitoe kwenda, lakini wajitoe kuomba, na Mungu anaowawezesha wajitoe hata kutoa mali zao. Kwa hiyo hilo ni lengo la 4 na tunalihamasisha kanisa. Mungu awabariki sana, na tunashukuru sana kwa kutukaribisha. Asanteni sana kanisa la Mbezi Beach kwa huduma kubwa mnaoifanya katika kazi ya umisheni. Na tutakapomaliza ibada, tunaomba tukutane angalau na wawakilishi. Tupate mwakilishi mmoja atakaowakilisha mainjinia, tupate mwakilishi mmoja atakayewakilisha walimu, tupate mmoja atakayewakilisha madaktari, tupate mwakilishi atakayewakilisha wanasheria, na kama kuna mwingine, kuna taaluma nyingine ambayo sijaitaja, tunahitaji tuweze kufanya mahojiano. Tunafanya documentary ili tuwaambie watu wote duniani ya kwamba Mbezi Beach kuna watu wanatumia taaluma zao kwa ajili ya huduma ya Yesu Kristo. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.